Ala Sayyidina Rasulillah. Kwa mara nyingine tena ni kusogeze katika channel yako hii ya Al-Jazri TV katika matukio mbalimbali la leo, siku ya Aljumaa tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka 2026. Tupo katika kijiji hiki, mji huu wa Soya, mji mkubwa kabisa katika tukio zima hili la kuendea madrasa hii ya Shauri Moyo kuadhimisha sherehe za Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Na katika kusherehekea mazazi ya Mtume, wana madrasa Soya wakiongozwa na Sheikh Sadiki Mgogo wameona wajikite kwenye jamii, kutembelea kituo hiki cha afya cha Soya, kufanya shughuli mbalimbali kama kuwaona wagonjwa na kutoa misaada mbalimbali. Na hapa tayari tukio hili liko live kwa wale ambao watatufuatilia sisi Al-Jazri TV, na maiki hii moja kwa moja tutaipeleka kwa kiongozi wa msafara huu na mudiri wa madrasa hii ya Shauri Moyo, na ndiye ambaye ameliweka sawa tukio hili. Yeye ndio atatuongoza kupita katika kila kona ya sehemu ya hospitali ambayo tunatakiwa tutoe hizo huduma, na ni kitu gani ambacho tutakuwa tukifanye. Yeye ndio atatuongoza insha Allah. Kwa hiyo mimi nitakuwa nyuma ya kamera, mbele ya kamera atakuwa mwongozaji wetu Ustadh Sadiki Mgogo. Karibu sana, unaweza ukaendelea kutupeleka huku na kutuelezea inshallah. Amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, hivi ndo tunaelekea kwenye odi ya wagonjwa kwenda kutoa msaada ambao utakajaliwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam, lakini pia tumeongozana, pembeni yangu yupo mwenye kijiji hiki, diwani wa kata yetu ya Soya, jina lake ni Zaituni Ali Abdallah. Tunaye hapa mama huyu mchapakazi kweli kweli. Lakini pembeni yangu pia tupo na mwenyekiti wa UWT, umoja wa kina mama, pia naye tumeongozana naye kwenye tukio hili kuonyesha ni umuhimu gani wanavyounga jamii na kuunga mkono juu ya tukio hili. Tukio hili limeandaliwa na madrasa hii ya Shauri Moyo chini ya usimamizi wa Sheikh Sadiki Mgogo, na walionifuata nyuma ni wanafunzi ambao walikuwa wanasoma madrasa hii, lakini kwa muda huu wametoka, wapo kwenye sehemu, wengine wako Dar es Salaam, wengine wako Arusha, wengine wako Mwanza, bado wanasamini jambo hili. Wamekuja hapa, lengo lao na shabaha ni kuja kumswalia Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ni kesho, lakini tukaona hapana, tuje kwenye kituo cha afya tuwaone wagonjwa, na kuwaona wagonjwa pia tutatoa kilichojaliwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwafariji wagonjwa hawa. Kwa hiyo maana yake sasa hapa ndo tunaingia kwenye odi ya wazazi, ambao tukifuatana na mheshimiwa diwani kama nilivyomtambulisha, jina lake anaitwa Zaituni Ali Abdallah Ali Ibrahim. Maana yake sasa jambo hili linakwenda vizuri, na moja kwa moja kama ilivyokuwa ada, mheshimiwa diwani atatangulia kwa yule mama, atampa mkono na kifuatana na mama huyu ambaye ni UWT. Kisha baada ya hapo, na walioko nyuma yangu ni walimu miongoni mwa walimu wa madrasa hiyo ya Shauri Moyo. Majina yao mtataja baadhi, akiwepo Ustadh Salmin, akiwepo Ustadh Abubakar Koba, na wengine akiwepo Mwalimu Tanzil, na wengine ambao sitawataja. Kwa nyuma hao ndo watu ambao tumefuatana nao kwa nyuma huku, ambao wamekuja kuliona jambo hili. Na baada ya tukio hili kufanyika, ni maana yake madrasa hii ya Shauri Moyo ikisimamiwa na Sheikh Sadiki Mgogo, tumekuja hapa na zawadi kidogo. Mama, tumekutembelea hapa hospitalini kuja kutoa miongoni mwa zawadi tulizojaliwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini lengo letu ni kuona tu jambo hili la Shauri Moyo tushirikiane na nyinyi, sherehe hii tucheze pamoja. Lakini pia mama huyu amebahatika kuwa amejifungua salama, alhamdulillah, na furaha hii mwenyewe atasema amepokeaje, na baada ya kupokea zawadi hiyo atakayekabidhiwa na mheshimiwa diwani kwa ridhaa, kwa sababu ni mwenye serikali huyu, sisi tumemwamini na jambo hili asimamie yeye. Naam, wakati pale chini ndo zawadi ambayo tumeandaa, lakini pia tunaye Sheikh mwalimu wetu wa Moyo, Ustadhi Abu Sheikh kutoka Dar es Salaam, tumfuatana naye. Baadaye ndo atakuwa kwa niaba ya madrasa hii atasema neno machache na kutuombea dua
na hasa kuombea madokta dua ili ukifika ugonjwa hapa ukipata huduma upone haraka. Lengo letu ni hili, tunakuja kugusa jamii na kuona kwamba tuko pamoja. Lakini pia hapa tupo live. Hivi dunia inatuona, haya tunayofanya dunia inatuona kwamba tumeamua madrasa hii ya Shauri Moyo kuja hapa kutoa zawadi kidogo kwa ugonjwa, na miongoni tutaanzia kwa mama huyu ambaye mtoto wake amenyenyuliwa na mheshimiwa diwani kuonyesha mama huyu ni lini amekuja hapa. Baadaye tutapata maelezo kwa dokta, lakini hapa tunasubiria tu sadaka hii. Mwalimu, ni kwamba tu tusubirie pale. Naam. Hongera sana. Vipi ulivyopata mapokezi ya madokta na kila mtu hapa ulipokuja? Nimepokelewa vizuri. Ndio. Umejifungua mtoto gani? Wa kike. Ndio. Hongera sana. Umejifungua lini wewe? Jana. Jana. Saa ngapi? Saa sita. Na hali yako sasa hivi? Ulijifungua kwa operation au kwa njia ya kawaida? Operation. Hongera sana. Naam, wakati huo sasa ndo tunakabidhi hivi zawadi ambayo tumeandaliwa, ambayo ni sabuni ambayo ukimaliza hapa utakwenda kule kidogo na vitu gani utapata. Hiyo ndo zawadi ambayo tumeandaa, na ukipokea zawadi unaweza kusema neno moja, ima umeshukuru au hujashukuru, pia unaruhusiwa kusema, lakini vyema kwa tushukuru kama tumefanya vizuri. Mheshimiwa, tukabidhi mwambie. Nimepata zawadi. Je, unajisikiaje kutembelewa ni mashehe? Najisikia vizuri na nimefurahi. Na zawadi umeifurahia? Ndio, nimefurahia. Sawa sawa. Sasa tumalize mwisho. Naam, tayari baada ya kutoa zawadi kwa mama huyu na mtoto wake, tunaenda kwenye dokta, tuelekeza tunaingia chumba gani kingine ambacho. Naam. Ndio tayari sasa tunaingia upande mwingine kwenda kumuona mama mwingine ambaye amekuwa yuko hapa hospitalini. Ndugu watazamaji wote mnaangalia Al Jazira TV, maana yake sasa muone kwamba tunayofanya ni haya, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tusimamie kheri. Hapa pia tumemkuta mama mmoja ambaye yuko hapa na amelala hapa. Pole sana. Pole sana. Naam. Ni pia tumekuja kuona mgonjwa mwingine ambaye amelala hapa, ni mama alioletwa hapa. Mama, tumekuja kama madrasa ya Shauri Moyo kuja kutoa msaada huu mdogo ambao tumejaliwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuonyesha kwamba ni miongoni mwa sherehe za Shauri Moyo. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Tunaomba upokee zawadi yetu na Mungu akusimamia sana. Hiki ndio tujaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na naye kabidhi zawadi ni mheshimiwa diwani. Asante. Umekuja lini? Jana. Kwa hiyo ndio uko kwenye kujiangalizia. Mungu atakupa wepesi. Kwa hiyo pokea zawadi kidogo ambayo wameandaa darasa letu la Shauri Moyo. Kwa hiyo wameamua leo kupitia ziara yao kuja kuwatembelea wagonjwa ili ziara ikaendelee vizuri. Baada ya kusema haya, ngoja tuendelee kuangalia wagonjwa wengine. Naam, baada ya hapo sasa, ndugu watazamaji mnaotufuatilia, tunafuata mama mwingine tena ambaye ni mgonjwa mkuta hospitalini. Na mama, pole sana. Tumekuja kama madrasa ya Shauri Moyo tukifuatana na mheshimiwa diwani, tukifuatana na mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi, tukifuatana na shekhe wetu mlezi wetu Ustadh Abu Sheikh. Lengo letu kuja kutoa tu zawadi kidogo kwa sababu ya tujaliwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mama anajikaza kuinuka kidogo kuonyesha kwamba apokea zawadi. Pole sana, Mwenyezi Mungu akusimamie. Pole na homa. Mungu atakusimamia, atakupa wepesi. Kwa hiyo zawadi kidogo hii wewe pokea ili kusaidia kufulia hata nguo ambazo unazougulia hapo hospitalini. Sawa sawa. Naam. Naam, baada ya tukio hili sawa. Tunakwenda kuona mgonjwa mwingine ambaye yuko maeneo haya. Hospitali hii ya Soya, hospitali ambayo nzuri, madaktari wake wazuri pia. Wanajitahidi kuhudumia vizuri. Mungu awasimamie sana. Kwa kweli tunajivunia kweli kweli. Naam. Tunapoingia hapa kwenye odi hii,
Tunamkuta alosimama pia ni dokta hapa ambaye yuko kwenye majukumu haya. Mama, pole sana. Naam, tumekuja kama madarasa hii ya Shauri Moyo. Sisi tuna sherehe ambayo inafanyika kuanzia leo, imeanza na kesho tutafunga kilele cha Shauri Moyo. Tumeona sasa shauri moyo wako upende ugonjwa. Fasiri yake ni pia shauri moyo wako upende madokta wako. Sababu ndio unatoa afya. Ukiwa neno dokta unaweza kusema, kisha baada hapo mheshimiwa diwani, mheshimiwa mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi atamkabidhi wa UWT atakabidhi. Karibu mheshimiwa. Lakini pia tuko live. Unaweza kupokelewa kusema atisha miongoni mwa. Karibu sana. Asante, tunashukuru sana kwa kuja kwenu. Tunashukuru kwa zawadi ambazo mnawapatia wagonjwa wetu. Huyu mwenzetu pia ni staff mwenzetu anaumwa na yeye. Tunashukuru sana kwa, tunawaambia muendelee na moyo huo, mnaombee dua wagonjwa wetu na wengine ambao wako nyumbani na taifa letu lote kwa ujumla. Amin. Amin inshallah. Na baada ya maelezo haya sasa ni zawadi akabidhiwe na mwenyekiti wa UWT. Pole. Asante. Umetokea wapi? Nimetokea Soya. Soya papa. Haya, pokea zawadi kidogo ikusaidie katika kufua na hizi nguo unazolalia. Hamna shida, asante. Nakushukuru sana. Pole, Mungu atakusimamia. Amina. Mungu atakusimamia na utakuwa. Unaitwa nani? Naitwa Nasra. Nasra. Nasra nani? Nasra Mbiai. Abia. Mpe ana neno kusema, mpe mic anaweza kusema. Alipokea zawadi. Asanteni kwa kuja. Asanteni kwa kututembelea. Tunawashukuru sana. Allah awabariki. Amin. Amin. Naam. Wakati tutatoa kwenye chumba hiki sasa, tukifuatana na mwalimu wetu Ustadh Abu Sheikh, tunakwenda kuona wagonjwa ambao wako kwenye naam. Kuna mwingine yuko sio mzazi lakini kwa odi ya kule. Sawa, mgonjwa. Sawa. Naam, hapa tunatoka kwenye odi ya wagonjwa, ya odi ya wazazi, tunakwenda kuangalia wagonjwa na Mheshimiwa Dokta, kwa niaba ya Dokta mkuu sasa hapa kwenye hapa njoo wewe hapa utasema neno machache miongoni mwa mengi na atasema Mheshimiwa Diwani kama upande mwingine. Na vyema sababu hapa ni kituo, sisi sote tumezaliwa. Yaani sisi sote tumezaliwa. Maana tumeanzia hapa kuja kuona kina mama na hapa lazima Naam. Ndugu zangu, kwa jengo hili la odi ya mama na mtoto hapa tumetoka tayari baada ya kutoa zawadi, lakini pia tuombe kwamba dokta ambaye ni dokta kwa niaba ya dokta mkuu aje hapa asema maneno machache, kisha atamkabidhi mheshimiwa diwani ambaye alipokeaje hili, kisha baada hapo tutatoka hapo tutaenda kuangalia wagonjwa wengine. Lakini tumeona tuanzie kuangalia kina mama kwa sababu yoyote aliyokuwepo duniani amezaliwa. Yoyote aliyokuwepo duniani, awe shekhe, awe askofu, awe nani, amezaliwa. Na alomzaa ni mama. Kwa hiyo tuone kwanza kina mama. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliulizwa kati ya baba nani, man ahaku nasa minni bi husni suhba, nani? Akamwambia bwana wa kwanza mama yako. Ona mama alivyokuwa na fadhila. Mara 3 akisema mama. Kwa hiyo maana yake mama ana mchango mkubwa kwenye jamii. Tumeona sisi tuanzie hapa. Dokta, tukuombe uje hapa kwa niaba ya dokta mkuu uweze kusema tukio hili la madrasa hii ya Shauri Moyo. Shauri moyo wako upende ugonjwa. Shauri moyo wako upende wazazi. Shauri moyo wako upende madokta wako. Shauri moyo wako upende jamii. Ndio maana ya Shauri Moyo. Mheshimiwa, tukuombe uje hapa uweze kusema machache, alafu baada ya hapo sasa njoo useme afu tumpashe. Asante, nashukuru sana. Kwa majina naitwa Dr. Mkusa ni mfawizi msaidizi wa kituo cha afya Soya. Kituo cha afya Soya kina miaka 2 tokea kimeanzishwa. Na hapa tunahudumia wagonjwa zaidi ya 25,000 wa kata hii. Na hapa tuna wodi mbalimbali, tuna wodi ya mama na mtoto ambayo ndio hii hapa ambayo tunaiona. Na kama kituo cha afya, majukumu yetu ya kwanza kabisa kwa hapa ni kumhudumia mama mjamzito na mtoto mchanga kwa uzuri kabisa bila kuleta changamoto yoyote, wasipate changamoto yoyote ile.
na wagonjwa wengine, lakini kipaumbele ni hicho, mama na mtoto, mama mjamzito na mtoto. Lakini pia tuna wodi nyingine kwa kule mbele za wagonjwa wa kawaida, na kuna wagonjwa wa nje, wodi yao iko pale. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa tukio hili, kwa kuja kuwafariji wagonjwa. Karibuni tena siku nyingine. Asante sana. Naam. Kwa niaba ya Daktari Mkuu tukuombe sasa, tukushukuru sana. Sema maneno mazuri sana. Tumeshukuru baada ya kuona jambo hili ni adhimu. Mheshimiwa Diwani, unaweza kusema machache miongoni mwa mengi, kisha baada hapo kwa tukio hili la hapa, kabla tujahama, Mwalimu Abu Sheikh atasema machache na atatuombea Mwenyezi Mungu, haswa kuombea taifa letu la Tanzania, kumwombea Mama Samia Suluhu Hassan, kuombea taifa liwe na amani, kwa sababu pakiwa na amani tutasoma maulidi vizuri. Pakiwa na amani tutakuja kuangalia wagonjwa vizuri. Amani isipokuwepo hatuwezi kuabudu, hatuwezi kusujudu, hatuingii makanisani wala msikitini. Maana yake yote haya amani. Kwa hiyo utaomba Mwalimu Abu Sheikh sema neno machache, na baada hapo, baada ya diwani utakuwa ndio mwisho kuhitimisha, utasema neno machache na kutuombea dua. Tutakwenda kumalizia kwa ugonjwa wale wengine, hapo taruhusiwa kutoka hapo. Mheshimiwa Diwani, tafadhali mashukuru, kamata hizi mic. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ndugu zangu, kwa niaba ya serikali, mimi nitakuwa na mengi, ila nitatoa shukrani zangu za dhati kwa kuliona hili. Kwanza kwa kutambua uwepo wa wagonjwa wetu kwenye kituo chetu cha afya. Kutambua hilo ni kitu cha kushukuru mimi kwa niaba ya serikali nzima, kwa niaba ya madokta wangu ambao wapo kwenye kituo hiki. Naomba hata siku zingine zawadi zingine zikipatikana, mje muwapatie wagonjwa na kuwaangalia na kuwaona. Mungu pia amesimama na nyie, ndio maana mmefika hapa. Mimi nashukuru sana sana sana. La pili, nitaomba zawadi ambaye mmekuja nazo, kama zitakuwa zimebaki baada ya kugawa wagonjwa, tumkabidhi dokta wetu ambaye yuko hapa ili waendelee kufulia mashuka ya wazazi. Baada ya kusema hayo, nashukuru sana, asanteni. Naam, haya ni maneno ya Mheshimiwa Diwani wetu wa kata ya Soya, Zaituni Ali. Amekuja hapa kuja kuhakikisha serikali, ona ni jinsi gani ilivyomgusa swala hili mpaka afika ameacha kazi zake nyingi za serikali, ameona tuunge mkono jukumu la kwake. Mheshimiwa Ustadhi wetu Abu Sheikh, maiki za kwako, sema machache. Baada ya kusema utatuombea dua kwa sababu ya taifa letu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Baad, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, mtakia rehema Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mimi ni miongoni ambao tupo kwenye msafara huu wa kuja kuwaona wagonjwa kutokana na wazo hili ambalo mdiri wa Shauri Moyo Sheikh Sadiki alitushauri kuanzia jana, akizungumza kwamba yafaa tukawaone wagonjwa, na sisi dini yetu ya Kiislamu inawahimiza Waislamu kuwajua wagonjwa. Kwenye kuwatazama wagonjwa tunapata faida ya kiroho, kwamba kama una masimanzi, unaona na matatizo, basi unakuja kukuta mwenzako amelala kabisa kitandani. Wewe unasema una matatizo lakini unatembea. Sasa si una nafuu kidogo. Kwa hiyo kuna kujitibia kiroho. Lakini Imam Shafi anasema innal muallim wa tabiba kilahuma la yansihani idhuma lam yukrama. Lakini tuko kuangalia madaktari katika nyanja, sisi tunaona ni kama wenzetu. Ni wenzetu kwenye kushughulika na watu, na sisi tunashughulika na watu. Hivyo basi kwa upande wetu tunashukuru pia kutupokea, lakini muhula ujao na wao wanatakiwa waangaliwe, kwa sababu ili mgonjwa ashikwe vizuri, uwe karibu na daktari, tuwe na kauli nzuri. Ukipata kakuku mtaani, mara unakimbizia kwa daktari, unajiwekezea. Mke wako akija pata ujauzito, inaweza kasio kwamba unamuonga, kwa sababu ni binadamu bwana. Bwana binadamu ameumbwa kidogo na vivutio. Unaweza kukuta daktari amekuwa na kisirani, sasa pengine atakula hajala au mboga haijada vizuri. Sasa kwa watu wewe unaangalia mgonjwa wako tu na kuondoka. Kwa hiyo mtanivumilia kidogo madaktari, kwa sababu tunazungumza hilo kwa sababu imetajwa huku madaktari kidogo wanatakiwa waengwe ili waangalie wagonjwa. Kwa hivyo baada ya kusema hayo,
tunawasa watu wote waweze kuiga mpango huu, na si tu kwa sababu tumekuja makundi, lakini unaweza ukaja hata peke yako, mkaja hata wawili bila hata kuwa na hii azma kubwa, lakini huu ni uzinduzi mzuri na kuwafanya watu wengine kwamba swala linawezekana. Sababu inaweza ikatajwa tu mtu yuko hapa lakini hajai kufika hata hospitalini hapa. Yaani hajui kabisa mpaka siku anaumwa. Hajui hata daktari wa hapa mkubwa ni nani. Hajui odi zinahudumiwa na kina, mpaka akija kufika hapa basi anakutana na mtu, ni mtu tu. Kwa hospitali kubwa mjini kule watu huwa wanatapeliwa unakuta mtu anaanza kumuelezea shida zako zote, unafikiri ni daktari. Kumbe hamna. Sasa kuwajua madaktari ni swala muhimu sana, ili kwa ajili ya wagonjwa wetu unapoleta basi inakuwa ni wepesi na inakuwa na faraja. Hata hatusemi kwamba bila hivyo madaktari wana wajibu wao tu wa kutekeleza, lakini sheria za dini zinaonyesha kwamba tunahitaji kuwatambua kwa kiwango kizuri madaktari, huku tukiombea wagonjwa wetu dua. Baada ya kusema haya, inshallah niende kwenye ile dua ambayo nimeelekezwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wasallam. اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل آمالنا وختم بسالة آجالنا. هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك. أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا ولا أسعنا إلا عفوك فاعف عنا ولا أسعنا إلا عفوك فاعف عنا يا خير المأمول ويا أكبر المسؤول يا أرحم الراحمين. اشف مرضانا يا أرحم الراحمين. اشف مرضانا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Mwenyezi Mungu tuponyeshe wagonjwa wetu, wawape siha nzima na wape busara na hekima nzuri madaktari wetu, watibu wagonjwa wetu vizuri, na Mwenyezi Mungu utawalipa kwa baraka tele. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, baada ya kumaliza kupata nasaha fupi ya Sheikh Abu Sheikh, ni waombe jamii nzima na wanaotuzunguka na wanaotusikiliza kwamba jambo hili ni jambo adhimu sana, na hivi kwa kuwa tumekuja na zawadi nyingi, tukuombe Dr. Mkuu na Dr. Alofuata na Mheshimiwa Diwani na Ustadh Salmin na Ustadh Abubakar na Tanzil na Mheshimiwa Diwani, kabizini hizi zawadi. Tubaki tu na zawadi mbili za kwenda kuwapa wagonjwa wao baki kule, lakini zote naam, tuombe tukabidhi zawadi hizi. Mwalimu simame hivi, msimame, Dr. simame hapa na walimu simame huko, sababu na Mheshimiwa Diwani asogee pale. Maana sasa hapa tunakabidhi zawadi hii kuonyesha kwamba wakija wagonjwa kuanzia leo ima kesho watapata hiki tulichoandaa insha Allah, na wataona kwamba tumekuja kuwaona. Tuwashukuru sana pia Al Jazira TV, tuwashukuru sana, mmetufanyia kazi nzuri. Leo watu waliokuwa wote duniani wataona tukio hili, na atakayeguswa na tukio hili anaruhusiwa aje hapa aweze kuona wagonjwa na aweze kuchangia chochote. Hakatazwi aje achangie, kwa sababu ni jambo zuri. Muda wote kama alivyosema Sheikh, akiwa mmoja wakiwa wengi waje wachangie. Baada ya maneno haya tukuombe radhi na tuombe madokta radhi kwamba sisi sasa tutoke maeneo haya tuweze kurudi huko majumbani. Mungu awalipeni kheri sana. Mungu awafanyeni wepesi sana. Mungu awafanyeni wepesi sana na Mungu awasimamia sana. Kwa kuwa dua imeombwa na mwalimu akiomba dua ya amani, kwanza wagonjwa wetu wapone. Ukifika tu hapa Mwenyezi Mungu ajalie wapone. Na nyinyi madokta pia Mwenyezi Mungu awasimamie ujuzi wenu ufane. Maana yake ukienda kwa mgonjwa ukimpa dawa tu apone. Ndio dua ile waomba hapa, tukasema amin. Mwenyezi Mungu atukubalie dua yetu. Mpaka hapa tuseme tumeweza ziara yetu imekamilika hapa. Dokta, tuwashukuru sana. Tunaomba tuage tena turudi huko majumbani, tuendelee majukumu mengine, lakini shughuli yetu imeanzia leo, ni shughuli ya kina mama pale madrasa yetu ya Shauri Moyo. Ila kesho madokta wote mnakaribishwa. Mje pale basi kidogo tukaribishane pamoja. Jambo tunafunga jambo kesho. Yaani kesho ndio mwisho hili jambo. Tutakuwa na hadhara kesho pale na tutakuwa na dua ya kuombea taifa letu, na mchana patakuwa na zafa. Usiku ndio tutafunga hili jambo. Kwa hiyo tunawakaribisha sana watu wote waje tuunge mkono wa jambo hilo la kumsalia Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Mshikie afunge hili jambo, afunge. Dr. Mkubwa, kwa niaba ya Dr. Simama hapo, wewe unafunga sasa kipindi anakifunga hiki. Anakifungia hapo. Anaweza pia akahoji, mimi sijui, sababu waandishi wa habari bwana na maswali chap chap.
Naam, mpenzi mtazamaji wa channel ya Al Jazari TV, hakuna mwanzo lililokosa mwisho. Leo tumekuja katika hospitali hii pamoja na uongozi wa madrasa hii ya Shauri Moyo kuwaona wagonjwa na kuwapa zawadi mbalimbali, wakiwa wameongozana na mheshimiwa diwani wa kata hii ya Soya, na pia alikuwepo hapa viongozi wa hii hospitali kwa maana ya madokta. Kwa heshima kabisa tuseme kwamba shughuli hii ya Soya ndiyo imeanza. Kesho tutaendelea kuwa live. Tumesema kwamba usipate tabu ya kutoa nauli zako huko kama mambo yamekuzonga. Angalia Al Jazari TV, matukio yote hapa yatakuja sebuleni kwako. Mwenyezi Mungu akufanyeni wepesi. Nikiripoti hapa katika hii hospitali ya Soya, kituo cha afya cha Soya, ni mimi ripota wako Ustadh Rashid Muhammad Kasim almaarufu Al Jazari. Ni kuombe ufuatiliaji mwema. Mungu abariki sana. Wa ilahuna antahi. Assalamu alaikum.